Chemsha Bongo, ambapo namna hiyo juma lilipoanza nilikupatia nafasi ya kuweza kupokea series ambayo namna hiyo ukiangalia hivi leo basi ni kwamba kwanza tungependa kwanza simama na kituo katika hatua ya kuweza uratibu wa kuweza kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri yatakao tanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia paybill number ni 625 account number ni 012450 85217800 au till number ni 45614668 kupitia mitandao yote. Hii ni idhaa ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Asubuhi njema kama hii kwenye kipindi hiki kizuri, kipindi cha Good Morning Africa, ambapo sasa hivi tupo kwenye sehemu ya Chemsha Bongo. Sasa hivi leo basi tunatamatisha sehemu hiyo ambapo unapotazama utatazama kwamba yai limeweza kudondoka, limefika chini, na kufika chini yale ile kamba imeweza kuondoka na kile kifaranga kimetoka. Yani kimetoka na kimeanza na kukimbia. Yani kinachana mbuga, akisimami kwa sababu yani kilifinywa ndani kisiweze kuondoka. Kilifungwa na kikaweka juu ya meza, kisiweze kuweza kuwa na nafasi ya kuweza kujinasua na ule mkono ambao ulikuwa unatoka nje, mkono ambao ulikuwa na nguvu kuweza kukiminya kiweze kukua ndani, lakini baadaye kikapata na fursa ya kuweza kujibaragua katika kule ile tebo, wenyewe wasema tebo, juu ya meza, na lile yai kudondoka likapasuka, kupasuka kifaranga kikatoka ndani. Yani hamna wakati ambapo nguvu zote ambazo zitakuwa zinakuzuia kufika mahali ambapo unataka kufika, iwapo mtu wako wa ndani atakuwa amedhamiria kwamba nitatoboa. Hata vizuizi vije namna gani, kila njia ambayo namna hiyo itaweza kuwa imewekwa itakuwa haina nguvu, kwa sababu nguvu yako ya ndani. Kifaranga kimefinywa kutokea nje ili kiweze kuingia ndani na kufungwa pale ndani na kuwekwa juu ya meza. Yani vikwazo vyote alivyowekewa huyu kinda, muda wa kuanguliwa ulifika. Muda wa kuanguliwa. Kuna watu ambao wamefungwa kwenye mawazo yao. Kuna watu ambao wamefungwa siweze kuendelea. Kuna watu ambao wamefungwa katika njia tofauti. Wengine hata wameendewa Sumbawanga, wameendewa kwa waganga ili wasiweze kufaulu. Na yani watu wamehangaika kwa sababu ya wewe kutofaulu. Kwa vitu wengine katika maeneo yao ya kazi, yani namna hii anapoingia yeye anakuwa anamtumainia Mungu, lakini kuna ambao wanatembea na irizi. Yani kazi yao ni lazima watu waweze kulisha madhabahu ya giza ili waweze sasa hiki kifaranga kilikuwa kimefinywa kutoka nje na kikawa na muda wake kuondoka kidogo imefika. Hivyo ndivyo maono mengi yamefinywa. Kichwa kilipokuwa kimechomoza, jamaa akakirudisha kwenye yai isitoshe. Wakapiga yai rubber band. Yai linawekea rubber band. Hatimaye ushindi unapatikana. Ukiangalia vizuri, ushindi unapatikana. Wewe sijui nini ambayo unakivunza. Kuna kitu ambacho jamani hawatu hawezi kuzuia. Wanaweza zuia vitu vingi, lakini hawezi kuzuia oxygen ya Mungu. Iwapo imagine kama oxygen ingekuwa inalipiwa gharama ada kila mwezi. Ni wangapi ambao ungekuwa na uwezo wa kuweza kulipa? Wewe tembea kwenye hospitali ambao unasikia mtu anatumia mtungi wa oxygen. Ni pesa ngapi zinalipwa ili mtu aweze kupumua katika ule mtungi wa oxygen? Ni pesa ngapi zinalipwa? Ni pesa ngapi zinalipwa? Wakati ambao mtu anatumia. Mimi kwa njia moja ni mai jipata katika mtungi wa oxygen. Nikifanyia inaitwa operation, mtungi wa oxygen. Ikachukua muda wa masaa kama 7-8 nikiwa kwenye mtungi wa oxygen. Sasa wewe imagine pale, kwa sababu ule mtungi kuweza kutumika kwa sababu ya ile dharura ambayo nilikuwa niko nayo. Ya oxygen iwapo ingekuwa inalipiwa lipa, kwa sababu anaminya. Unasikia Tanzania kwamba wameminya ule mtandao wa X kwa sababu kuna wale ambao ni wadukuzi waliingia kwenye ule mtandao. Sasa wameminya. Yani wale ambao wana uwezo wa kufanya kitu wanaweza, kwa sababu kwenye control room. Ukiwa kwenye control room una uwezo, kwa sababu uko kwenye eneo lako, utafanya unachohitaji kufanya. Lakini kuna yule aliye juu ambaye ukiamua kwamba utaweza kulipuka na kuondoka, hautakaa katika vizuizi kwamba hiki kizuizi kimenizuia sasa hakuna kuenda, hapa ni kukaa tu sasa.
Yani ukishajikatia hivyo basi inakuwa. Ukishajikatia inakuwa. Ya? Shida sio kwamba umefungwa. Shida ni kwamba umekubaliana kufungwa. Umekubaliana. Iwapo unakubaliana kufungwa basi hivyo ndio utakaa. Amua kwamba kama kifaranga haikuwa na uwezo, haina mikono, haina uwezo wa kuweza kujinasua, mwenye nguvu ameweza kukifunga na kukiweka juu ya meza, ya? Na ile yai ilikuwa limefika wakati wa kuweza kuaguliwa, na kinachomoka, ile nguvu ya ndani ilikuwa na ukubwa sana. Sasa linachomoza muda wake wa kutoka, lakini aliye na uwezo, aliye na system anafinya, kimechomoza na kinakimbia kwa spidi ya hatari. Maana yake kinafanya kazi kwa bidii, maana akina muda wa kupoteza, maana kinajua kuna aje, inakuwa aje, kwa sababu ndio wanakiwinda. Lakini kama kisiliwe na tai na mwewe, system ya watu wabaya itakuwa ni kamata, kwa sababu kimenusa hatari. Kinachofuatia ni hicho kifaranga kunyakuliwa na Usifikiria kwamba wakati ambapo kimetoka kwenye mayai sasa ndio mwisho. Kinaenda kukumbana na mwewe, kinaenda kukumbana na tai ama igo. Kiswahili sanifu ya tai cha igo ni tai, ya? An eagle. Kwenye maandiko kuna sehemu ambayo inasema those who trust in the Lord those who put their faith, their place, their faith and resilience on a divine being in the Lord. But those who trust in the Lord for help will find their strength renewed. They will run eagle. Wala ambao namtumainia Bwana. Yani iwapo utamtumainia Bwana katika kila ambacho unakifanya, na umtumainie kwa kweli, those who trust in the Lord for help, kwa sababu vita ambavyo utapigwa hapa nje hata kesho ama leo, kuna mwingine leo hujapigwa vita lakini ndio siku yako ya kwanza unakuwa initiated kwa vita. Vita ambao utapigwa, utakaa chini utajiuliza, jamani, ya? Kwa sababu hiyo vita viko pale, sio kwa sababu ya wewe uweze kujifilia pale ndani ukajihurumia, ukonani kwamba hamna mwanga, hamna. Kuna nafasi ya kuweza kuinuka. Kuna nafasi ya kuweza kuinuka. Yani wewe jaribu kufikiria kwamba hiki kifaranga ndivyo kwa nakupatia mawazo kwamba hiki kifaranga kimefungwa, kimewekwa juu ya meza, hakina uwezo, nguvu za nje zinajitokeza. Lakini katika kule kujisukuma sukuma kule ndani, le yai lilidondoka chini na kikatoka kikiwa kinachuja kinachana mbio. Hivyo ndivyo ilivyo katika maamuzi yako ya kila siku. Watu wa nje wasifanye usiweze kuona mtu wa ndani akafa. Ndio maana utapata watu wengi wamekufa wakiwa na miaka 25, wanazikwa wakiwa na miaka 75, 80, 90, 100. Yani walisubiria tu, acha tusubirie. Unasubiria wakati ambapo uko na nguvu ya kuweza kujinasua, ya kuweza kukimbia, ya kuweza kujilipua. Kifaranga kinakutana waminya haki, kinagongwa nyundo, kinakufa ndani. Lakini akisema hapana, hapa hakuna kukufa, hapa lazima kuondoka. Alizuiliwa kwa dole guba, ya? Alizuiliwa kwa kidole kile cha gumba asitoke. Sasa alishatoka. Sikiliza hilo balaa lake huko mbele ya safari. Alafu sasa kimetoka kijogoo
chenye nguvu mpya na kinakimbia. Kila siku utakumbana na watu ambao watakuzuia kwenye safari yako. Hiyo hapo wana wa Israeli waliweza kuwa wanataka kuzuiliwa kwenye bahari ya Shamu. Wewe ni nani? Wewe ni nani ukoona kwamba uwezi ukazuiliwa? Watakuja wengi, watakuja wale ambao ni tai, watakuja wale ambao ni mwewe. Yani kwa kila hatua ambayo unapiga maishani, kuna watu ambao wamewekwa kwa sababu ya kukuzuia. They are there. Na kazi yao imekuja ni kwa sababu ya hiyo. Sasa usipokuwa makini, ukajifilia ndani, hiyo nitakuwa ndio furaha yao. Yai linakutana na misukosuko mingi kabla ya kuenguliwa. Sasa wapi ndani ya wenye, labda kwa mfano katika siasa, wewe unataka uongozi na unaogopa kupita kwenye madhila kama hayo. Unaogopa, wakati ambapo unapita kwenye madhila kama hayo, unaogopa, wewe unataka kuwa ni kiongozi mashuhuri, uweze kuwa na umati mkubwa, lakini yale madhila unaogopa. Mtu ambaye aogopa kupita kwenye madhila, wakati wote hawezi kufikia hatima yake ama ndoto yake kubwa. Kwa sababu kuna watu ambao wakati mwingine wanaweza kuwa ni vichwa ngumu. Wanaogopa, wanakosa hata kuelewa. Lakini katika tamthilia ya maisha, kuna nyakati ambazo lazima utakumbana na vipindi kama hivyo. Maeneo yako ya kazi utakumbana na vijisababu ambavyo inaweza, kwa sababu kuna vile kazini utakuwa labda wewe ni mpiga kazi ambaye ni wa ajabu sana. Lakini kuna yule ambaye anakuona ni kama wewe ni kama inaitwa ni kama kikwazo. Anakuona ni kama ni mtu ambaye una future, anaanza kuona, anakuwa na wasiwasi na ile kazi yake, kwamba kuna yule ambaye anaweza kuja kukalia hiki kiti, nani huyu. Sasa atakuminya kwa njia zote ili usiweze kutokezea. Lakini unapominywa na unaondoka pale katika njia ile ya kuminywa na madharau, mbona usijue kwamba kuna mtu wako wa ndani ambaye anahitaji kuweza kulipuka, na kuweza kutimiza makusudi ambaye aliitiwa kufanya hapa chini ya jua. Na kesho unaweza mpata yule aliyekiminya kile kifaranga kimekuwa kuku, na kesho anamla. Aliyekiminya kifaranga unaweza mpata kesho amekuwa kuku mzima, na kesho anamla tena bila pekupe. Ndoto zako kufe kwa sababu ya watu waliokudharau, waliokuonea kwamba iwezekani, walioona kwamba Bethlehem hamna, huyu ni mwana wa seremala tu. Usiende ndani ukajililia, ukajifungia kule, ukajitia kitanzi, ukashikwa na madepression na maugonjwa ya moyo, kwa sababu ulikataliwa kwenye eneo moja na ukakataa kusonga mbele. Kuna watu ambao walikataliwa kwenye mahusiano, wamekataa kusonga mbele, wamelia, wamelia usiku na mchana, hawanaona kwamba hamna kitu ambacho kinaenda kutokea. Kuna watu ambao wamejilipua na wakajifunza kutokana na hayo madhila, na leo hii ukikaa na wao ukawauliza, watakuambia hakika ilipendeza kuja kile kikombe na nilikipokea, na ndani ya hicho kikombe niliweza kuchukua sehemu yangu. Jifunze kila wakati kujilipua kutoka ndani. Mtu wako wa nje, hata maandiko yanasema japo anaweza kuwa ameweza kuchakaa, lakini mtu wa ndani anauishwa kila siku. Kifaranga kama kingekubali sasa kikaa kwenye madila yale kwamba kimefungwa na ndani, kisiweze kujipeketua pale kwenye meza na yai lianguke chini, lidondoke kwa kishindo, akingetoka kwenye kifungo. Akingetoka kwenye kifungo. Na ndio maana watu wengi sana wamefungwa kwenye kifungo, hawataki kuwa na yule mshikeshike. Lazima kuwe na mshikeshike. Usikubali kupiga magoti. Afadhali ufe ukiwa umesimama. Afadhali ufe ukiwa umesimama. Kifaranga kimejiondoa kwenye mtego, japo kule mbele akijui kitakumbana na tai ama na mwewe, lakini kimejitoa kwenye mtego. Siku ya Jumatatu ambatana nami, nitakuelezea story ambayo ni ya tai.
Kuna story ya tai. Yaani itabidi sasa nirefushe hii paka siku ya Jumatatu kwa sababu ya tai. Tai ana story zake. An ego. Tai, kuna story ya tai. Ya, itabidi nisimalize leo uondo huu. Lakini fahamu kwamba unajifunza nini kutokana na hilo. Alafu Jumatatu kwa sababu pale mbele nimekuletea story ya tai. Na hili by the way limekuja kwa sababu siku moja nilikuwa napiga story na mamangu mzazi marehemu yule, katangulia mbele zake akawa ananipigisha stories za tai. Sasa nimekumbuka tu hiyo hivi sasa. Hiyo story ya tai wacha nikuletee Monday. Monday weka vizuri tu mkao wa kula. Hiyo story ya tai. Jifunza kutoka kwa tai. Ya? Kwamba wakati moja vitu zingine huwa zinakuja by the way. Yeah. Sasa anyway, alikuwa anazungumzia kuhusu swala la tai, asema bana, mwanangu, jifunze kutokana na tai. Yeah? Tai bana, tai. Wewe unajua tai vizuri? Mimi najua mama, najua tai. Mungu alipoumba ulimwengu huu alikusudia kuwa na kila kitu na kila kiumbe kilichopo chini ya jua, na kwa namna moja ama nyingine viwe funzo, kushibishana kwa njia moja ama nyingine, viwe funzo. Sasa akawa anatoa story ya tai. Mimi namsikiliza vizuri akitoa stories za tai, na mimi namsikiliza anapozungumza na stories za tai. Akazungumza mpaka mwisho akamaliza. Yaani ningekuwa na ujasiri na ujanja kuweza kurekodi, hiyo story ilinishika vizuri sana. Sasa wewe siku ya Jumatatu mwendo wa masaa ya chemsha bongo. Wewe abiri nami nitakueleza story ya tai ya mama. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi zaidi duniani.